Mara kadhaa wanaojiona wana hekima na akili hawayaelewi hayo mabango, hawaelewi hizo alama za usalama barabarani. Wanaonekana wapumbavu, dhaifu na maskini, hao walio wanyenyekevu ndio wanajua kusoma hizo alama za barabarani. Basi hebu tutafakari juu ya heri 8. Tunaweza kusema mabango ya heri 8 ni mabango yenye alama za usalama barabarani, onyo kuhusu tahadhari au onyo au maelekezo kuelekea utakatifu na furaha ya milele. Katika barabara hii kuelekea mbinguni kuna hatari nyingi kama vile tamaa mbaya, anasa, majivuno, ufisadi, ufuska, magomvi, chuki, hasira, kutafuta kulipiza kisasi na kusahau safari, makufuru, ushirikina, kukata tamaa na kadhalika. Yesu anatupatia alama 8 za usalama barabarani au heri 8 kuelekea utakatifu, kuelekea furaha ya kweli na bahati njema maishani. Hebu sasa tujichunguze, tuone ni jinsi gani heri hizi tunazijua na zinatusaidia kusafiri salama salimini, hali tukitikana wenyewe, tukibeba misalaba yetu na kumfuata Yesu, mzabibu wa kweli na sisi ni matawi. Soma Injili ya Mathayo sura 16 aya 24 na Injili ya Yohane sura 15 aya 5. Heri ya kwanza inatuagiza tuwe na njaa na kiu ya kumtafuta Mungu kama utajiri wetu nambari 1, kama utajiri wetu wa kweli na halisi. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya 17 hadi ya 19. Tusiwe watu wasio waaminifu kwa Mungu kama wazinzi. Soma barua ya Yakobo sura ya 4 aya 4. Tuachane na kiburi na ukaidi, tumtegemee Mungu peke yake kadiri tunavyoalikwa na maandiko matakatifu kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya 7 hadi 8, kutoka kitabu cha nabii Hagai sura ya 1 aya 6, tena kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 2 aya 13, na barua ya Yakobo sura ya 5 aya 17 hadi 19. Hapa nakueleza namna ya kupata utajiri wa kweli ambako
tunaalikwa tuwe maskini wa roho, yaani tuwe na njaa. Tusijione kwamba tumetosheka bila Mungu. Umaskini wa roho ni umaskini ule ambao unatafuta shibe, kujitosheleza, kuwa na kiu ya mambo ya kiroho, njaa ya kiroho. Heri hii ya kwanza ni chemsha bongo inayotualika tujiulize, tunatafuta usalama wetu wa mwisho wapi? Kutoka kwa Mungu au kutoka kwa malimwengu na uwezo wetu wa kiuchumi na madaraka? Je, si kwamba sisi sote, uwe tajiri au maskini wa mali, ni lazima tujitambue kwamba tuko masikini wa roho na tuko wa dhambi wa kutupwa mbele ya Mungu. Ndio maana daima tunakumbushwa kwamba tumtafute Mungu, ndiye tukeshe tukimtafuta, tushinde tunamtafuta. Katika nyimbo tunafundishwa namna ya kujikabidhi kwa Mungu, kumtafuta Mungu. Kuna wimbo usemao, Rona ni kwebye siyona, tibya kwiguso moyo gwange, etunga byange ni Mungu, niwe nkorera niwe ngonza. Rona nikwo ebyensi byona, yaani ni kwamba mambo yote ya ulimwengu, mambo yote ya dunia tibyakwigusa moyo gwange, haviwezi kushibisha moyo wangu. Itunga lyange ni Mungu, utajiri wangu ni Mungu, niwe nkorera niwe ngonza, ndiye namtumikia, ndiye nampenda. Rona ni kwebye siyona, tibya kwiguso moyo gwange, etunga lyange ni Mungu, niwe nkorera niwe ngonza. Mungu wange ninkugonza, watutoro moyo gwange. Mungu wange ninkugonza, watutoro moyo gwange. Utajiri namba moja ni Mungu. Huyo huyo ndiye tumtumikie, ndiye tumpende, na hapo tutapata amani ya kweli na usalama wa kweli. Na huo umekuwa ni mwongozo wangu na dira yangu katika maisha. Daima napoamka naimba haka kawimbo, natembea napiga mluzi naimba kawimbo haka, kusudi malimwengu yasinitawanye, nibaki kumtumikia Mungu kama kuhani mwaminifu na kujitoa kikamilifu katika huduma hii takatifu. Heri ya pili inatualika tutafakari kama tunahuzunika si kwa ajili ya misiba na kupoteza wapenzi wetu
au kuhuzunika kwa sababu ya kupoteza mali zetu, lakini kuhuzunika kwa dhambi zetu, kwa maovu yetu, kwa mabaya yetu, na zaidi dhambi za jamii. Kama wewe huna dhambi, huna uovu, lakini kuna uovu, huzunika kwa uovu wa jamii iliyokuzunguka, uovu wa taifa, wa kitaifa, maovu au dhambi zinazosababisha machungu na mateso ya kisaikolojia katika akili na mioyo ya watu. Na kama tunaguswa na mateso ya jirani na kwenda kwa fariji na kwa waliwaza, hasa wale waliovunjika moyo na kukata tamaa, hali ya Tanzania tuliyomo inakugusa? Unahuzunika kwa hali hiyo? Unahuzunika na kuombea hiyo hali? Heri ya tatu inatushauri tudhibiti tabia ya unyama na ukatili inayojificha ndani ya kila mmoja wetu. Kila mmoja na katabia ka unyama na ukatili kamefichika humo ndani ya moyo wake, nako katabia ka unyama kakisubiri kumlipukia adui yeyote atakayejitokeza kutuchokoza. Tudhibiti wa unyama, tuwe wapole, tunaalikwa tuwe wapole. Heri hii inatushauri tusitawishe tabia ya maridhiano katika familia, katika jamii inayotawaliwa na vurugu, ubabe, uhasama, mapigano na vita, na zaidi ubinafsi. Heri ya nne inatualika tuwe na njaa na kiu ya haki na ukweli, kiu ya ukweli, kama Ayubu ambaye na nukuu maandiko matakatifu, kwa vipofu alikuwa macho ya kuonyesha njia, kwa viwete alikuwa miguu yao, kwa maskini alikuwa baba yao, alifanya bidii kutetea haki za watu asio wajua. Mwisho kunukuu. Soma kitabu cha Ayubu sura ya 29, sura ya 29 ya 15 hadi 16.